wamo. Wewe Ismail na dogo zako mnasema Simba nafasi ya 4. Yaani nyie mnakii kuliko CAF. Kwani haujajibu swali. Timu 4 zinaenda kucheza FIFA Club World Cup. Wamo hawamo? Hawapo. Ndio tafsiri manake hawamo, sio nafasi ya 4. Mwalimu, swali langu ni kwamba hizi takwimu zinakuwa zinatolewa na nani hasa? Leo Simba nafasi ya 4, kesho Simba nafasi ya 6, leo Yanga nafasi ya 4. Ipi ya ukweli? Ya ukweli ni moja tu. CAF na taratibu hii. Baada ya mwisho mashindano anatoa. Si ndio? Mashindano yanaendelea. Hawezi kutoa hizi ni prediction, yani mnatabiri, mna predict, si ndio? Au hata huko nje kuna wachambuzi. Si huko hapo ndugu zako wakina Huruma. Nani? Wakina Huruma, akina Jemedana na dangana, nyie mnaenda mnakuwa kama zombi bwana. Sikiliza. Kwani Jemedali lipi ambalo anadanganya wananchi? Sio amedanganya, anambia iko nafasi ya 4. Ndio kasema sio nafasi ya 4. Waende katika FIFA Club World Cup msimu huu. Sikiliza, CAF wanaweka taratibu. Mwisho wa msimu wa mashindano wanatoa nafasi ya ngapi, nafasi ya ngapi? Hivi vigelegele tunavyovipiga achane nenu. Yaani mviache kabisa. Nyie waandishi msio makasuku. Simamieni, je, Simba anapopita hizo njia ni njia sahihi? Umeelewa? Katika timu zote zilizopita, je, wamepita katika njia sahihi? Wenzake wameshinda, hamna timu ambayo imeshinda kwa timu ya kweli. Imeshinda kwa penalty. Hakuna. AS Berkane mkubwa amechukua ligi ya Morocco karibia mechi 5 kabla. Ameenda amempiga home away ASEC. Uongo kweli? Si ndio? Ndio ukubwa huo. Yeye anafunga kwa penalty, nyinyi mnamna mkubwa. Timu yenyewe Al-Masry nafasi ya 4, nafasi ya 5 ligi ya Misri. Angekutana na National ungekwaje? Kukiwa uwanja wa Amani wanasema kwamba mmewekea fitna. Mwisho wa siku wao wanataka wa Mkapa. Fitna zenu zimewapeleka kwa Amani ili wao watoke mapema wasifike fainali. Kwanza kufika fainali kwao, hiyo ni useme kwamba haiwezekani bwana. No, hiyo itakuwa ni kudra za Mwenyezi Mungu. Kiuhalisia Stellenbosch zinavyocheza na wao hawana nafasi ya kwenda fainali. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nyie waandishi ndio mniwadanganya. Mtumishi wa serikali wa meneja uwanja Benjamin Mkapa. Mkachukua vyombo vyenu mkaenda pale mkaita wazee, meneja anasimamia pale ule uwanja takriban bilioni 32. Akasema huu uwanja ni mali ya serikali, ni mali ya maskini wa Tanzania wa nchi hii. Naomba huu uwanja ni utunze. Nyie mkasema meneja kaa pembeni. Wakapewa wale wazee na wale wengine ile uwanja ukageuka shamba la bibi. Ukauga shamba la mpunga. Wakalima kila sehemu. Mvua kidogo uwanja utamaniki. Unaonekana hata bilioni 32 za serikali zilikuwa zinama. Kumbe kuna watu walipewa uwanja wakageuza shamba la mpunga wakalima. Leo serikali tena inafungia uwanja na tumia fedha nyingine kwa labati. Ndio maana nikasema meneja wa uwanja wa New Amani akileta masiala kama Benjamin Mkapa, akasema uwanja tuwape hao watu wakilima kama Benjamin Mkapa, maana yake wanamwalibu taswira ya mzee Dr. Mwinyi, rais wa Zanzibar. Lakini tafsiri ya meneja yeye ndo anafahamu. Lakini mwalimu, unajua unavuruga watu. Unataka kuniambia uwanja wa Mkapa uliharibika na mvua au kuna watu waliharibu? Che, kwani Simba hapo kwa utano na Yanga mvua ikunyesha? Uliharibika. Si meneja alisimamia? Hata ile goli 2-1 ile na ile 2-1 ambayo tunamfunga. Mvua ikunyesha. Ilinyesha. Si ndio? Uwanja uliharibika. Sikiliza. Huyo mtumishi wa Mungu msimweke. Huyo mweke pembeni. Kuna wauni. Kuna vijeba. So wazee hata vijeba vichache vikaamua kupiga vikelele, vikachukua uwanja vikaenda kulima. Ndio tafsiri ya karaka. Usimweke mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu katika haya mambo ya kwenda uwanja kusema eti uwanja tumiliki sisi, tulinde uwanja, eti tufanye nini? Hao ni watu wachache ambao hawazidi hata 30 katika nchi hii. Hata kodi zao, mimi naona mikodi zao hazina nguvu kiasi hicho. Lakini wameharibu uwanja, bilioni 32 zimepotea. Serikali imefunga uwanja, wamesema wanajiandaa na chani. Je, wakija kukagua watu wa chani na Afcon, wakisema huu uwanja bana haukizi, kosa la nani? Kwa hiyo haujajibu swali. Watu wa CAF wakaja wakasema kulingana tumewapa muda, time frame. Huu uwanja msimamie, lakini uwanja umegeuka kuwa ni shamba la mpunga. Linakuwa kosa la nani? Hauwezi kusema kosa la taifa, unapuzi wachache amelima pale. Kuna meneja ambaye tumempa mshahara, mkamuondoa.
Kwa hiyo maneno yako haya yote yamwende meneja wa Amani awe mwangalifu. Angalie. Na mimi anakutazama hapa. Na mimi nimwambia meneja kwa sababu kuna mashindano makubwa yanakuja. Mashindano ya kombe la Muungano. Muungano ni kombe kubwa kuliko kombe. Yanaanza Jumatatu. Narudia, kombe kubwa kuliko kombe la shirikisho. Kwa sababu shirikisho ndio timu kama kina Stand hawa. Ndio nafasi yao kwenda kushiriki kule. Unaelewa? Yaani kombe la Muungano ni kubwa kuliko kombe la shirikisho. Wakina big man wakipata nafasi wakienda mbele ndio wanaweza kufanyaje? Wangeweza kwenda kwa mashindano ya shirikisho ambao si mashiri. Kwa wasiharibu taswira ya kombe la Muungano, kombe kubwa. Uwanja usiharibike, watu waje kupata burudani ya kumuona Stefan Aski, Pacome Zouzoua. Hao watatoa burudani. Uwanja natakiwa uwe vizuri. Uwanja wakiharibu maana yake wamemharibia rais wa Zanzibar. Na mimi siamini kama meneja wa uwanja wa Amani watamfanyia kama Benjamin Mkapa. Lakini taarifa zilizokuwepo kwamba washatinga Zanzibar mechi Jumapili, wako Zanzibar sasa hivi. Unawaambia nini? Kwanza kutafutia matokeo ya Zanzibar akiwa Zanzibar. Mkajiuliza matokeo yao. So alipigwa na mlandege pale. Timu inafungwa na mlandege ikamzia Stellenbosch. Kwani ni serious? Sikiliza, hawana uwezo huo. Zanzibar, ukizungumza Zanzibar ni Yanga. Mwenye kadi namba 2 wa klabu ya Yanga, Mungu amlaze mapema peponi, mzee hayati Karume. Ni mwananchi, uongo kweli? Mzee Sheni. Ukisema Zanzibar unazungumzia ni Yanga. Unaelewa sio? Unazungumzia ni Yanga. Kwa wao haona nguvu hiyo kwa kuhusu Zanzibar. Lakini je, hao hiyo timu yao wanaweza kubishana na Stellenbosch? Hapo ndio jambo la msingi. Kwa hiyo safari ya Simba unaionaje? Washaondoka tu mwanangu. Kwa sababu wamesema huo msiba ni saa ngapi? Saa 10. Mechi saa 10. Mechi saa 10 ndio msiba kwao. Kwa sababu huo msiba saa 10. Wengine tutaenda na mafekeo. Tutaenda na machepe kumzika. Ndio muda wake wa kufa. Mechi zote alizokufa alianzia saa 10. Mechi zote alizokufa zilianzia saa 10. Kwa muda saa 10 ndio maana tukasema na mimi muomba TFF na bodi ya ligi. Kwa sababu huo ni msiba, kila mtu anatakiwa auone, si ndio? Naomba mechi ya Yanga waipeleke mbele, wapeleke tarehe 21.